Karibuni wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji kipindi cha redio ya Kivu News Info. Karibu sana kwenye habari zetu za siku ya leo, tukiwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na tunayo furaha kubwa sana kukutayarishia habari hizi zenye kuwa na uhakika na zenye kutokea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo baki nasi ili uweze kupata mfululizo huu wa habari, tukianzia habari zetu huko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inazidi kuwa tete kutokana na mashambulizi yanayofanywa dhidi ya raia na mashambulizi yanayofanywa kati ya vikosi vyenye kumiliki silaha na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Habari hizo utaweza kuzipata kwa mfululizo zaidi ikiwa utaendelea kuwa nasi hadi mwisho. Hii ni Kivu News Info na mimi nileta Pascal Pepele ambaye nakutarishia habari hizi. Hivyo ili uweze kuzipata zote kwa makini, usiweze kuondoka bila kusubscribe, kushare na kucomment, utujulishe unatufuata ukiwa eneo gani, iwe ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Acha basi tuanze na taarifa yetu ya kwanza. Wanajeshi wa FARDC na wapiganaji wa Convention pour la Revolution Populaire CRP wamepambana Jumanne tarehe 11 Agosti katika groupement ya Gina, eneo lililoko karibu na kilomita 40 kaskazini mwa mji wa Bunia katika teritwari ya Jugu mkoani Ituri. Mapigano hayo yamezuka licha ya CRP kutangaza mwezi Mei mwaka huu kusitisha mapigano kwa upande mmoja, ikiwa ni hatua ya kuunga mkono mchakato wa kutafuta amani katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mapigano yalianza Jumanne asubuhi karibu na kijiji cha Liko. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilituma doria katika eneo hilo baada ya kusikika milio ya risasi na milipuko kwa siku nzima. Baada ya kufika eneo hilo la tukio, wanajeshi wa FARDC walifanikiwa kuwaondoa wapiganaji wa CRP waliokuwa wamejipanga katika eneo hilo. Hata hivyo, hali ilibadilika baadaye jioni, ambapo wapiganaji hao walifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya wanajeshi wa FARDC. Bado zinapingana. Vyanzo vya wenyeji vinadai kuwa takriban watu 11 wamepoteza maisha katika mapigano hayo, huko baadhi ya vifaa vya kijeshi vikidaiwa kuweza kuchukuliwa na wapiganaji wa CRP. Hata hivyo, uongozi wa jeshi umekanusha taarifa za kupoteza wanajeshi wake. Kwa upande wake FARDC hakuna kifo cha wanajeshi kilichothibitishwa, ingawa jeshi linaripoti kuwepo kwa majeruhi upande wa washambuliaji. Wakati huo, mapigano hayo yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji. Baadhi ya wakaaji wa groupement ya Dikopa wamekimbia makazi yao wakitafuta usalama katika maeneo ya kambi la MONUSCO. Shughuli za kawaida katika sehemu hiyo zimeathirika kutokana na hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa kati ya FARDC na CRP. Wananchi wanaendelea kusubiri kurejea kwa utulivu, huku hali ya usalama ikiendelea kufuatiliwa kwa ukaribu. Kwa sasa bado hakuna taarifa kamili na zenye ziko huru zinazothibitisha idadi halisi ya vifo na majeruhi pia. Hivyo taarifa kuhusu bila ya mapigano hayo inapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari hadi mamlaka na vyanzo huru vitakapotoa uthibitisho zaidi. Hali ya usalama imezua hofu mjini Bunia mkoani Ituri baada ya shop ya Vodacom inayojulikana kwa jina la Etablissement La Source kuvamiwa na watu wenye silaha Jumanne tarehe 11 Agosti. Tukio hilo lilitokea katika eneo ya Rompwe ya Fina kwenye Boulevard de la Liberation. Kwa mujibu wa polisi ya taifa ya Kongo PNC, washambuliaji 5 waliovalia vinyago wakiwemo wanaume 4 na mwanamke mmoja walihusika katika uporaji huo. Kamanda wa PNC mjini Bunia, Commissaire Superieur Abeli Mwangu Gerard, amesema mmoja kati ya washambuliaji hao alikuwa amevalia sare ya Pentagon ya tash
Na ili kuweza kuwatisha watu na kufanikisha operesheni yao, washambuliaji hao walifyatua risasi takriban 20 kuelekea kituo cha Groupe Mobile d'Invention ambayo inajulikana kama GEMI pamoja na eneo la maegesho ya magari ya pikipiki. Baada ya hapo walikimbilia kuelekea upande wa mtaa, huku wakifanikiwa kuchukua kiasi kikubwa cha fedha kutoka kwenye shopi hiyo. Hadi sasa kiasi hicho cha pesa bado hakiweza kuthibitishwa. Kwa bahati nzuri hakuna mtu aliyepoteza maisha wala kujeruhiwa katika mashambulio hayo. Hata hivyo, tukio hilo limeibua maswali kuhusu usalama katika eneo hilo. Polisi wanasema walipata charger ya silaha ambayo haikuwa na risasi kwenye Avenue de l'Hôpital. Wakati huo huo, polisi wawili waliokuwa zamu katika kituo cha Jemifina wamekamatwa na kuhojiwa kwa ajili ya uchunguzi ili kubaini mazingira yaliyoruhusu washambuliaji hao kutekeleza uporaji huo. Kwa upande mwingine, meneja wa shopi hiyo alipelekwa katika kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi baada ya kupata hali mbaya ya kiafya kufuatia tukio hilo. Simu yake pia imeweza kuchukuliwa na wachunguzi kama sehemu ya uchunguzi. Tume ya pamoja inayojumuisha huduma mbalimbali za usalama imeundwa ili kuchunguza tukio hilo, kubaini mazingira ya uporaji na kutafuta waliohusika na tukio hilo. Kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la polisi, Abeli Mwangu Gerard, ametoa wito kwa mtu yeyote mwenye taarifa zinazoweza kusaidia kutambua washambuliaji hao azifikishe kwa vyombo husika. Kwa sasa uchunguzi unaendelea huku mamlaka zikijaribu kubaini ni nani alipanga na kutekeleza uporaji huo na kutumia silaha katika mji wa Bunia. Tuendelee na habari zetu tukiwa ndani ya Likasi ambako watu 22 wamefariki dunia katika ajali mbaya ya barabarani. Ajali mbaya ya barabarani imetokea katika barabara ya taifa namba 1 mjini Likasi mkoani Haut-Katanga, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ajali hiyo iliyotokea Jumatatu tarehe 10 Agosti mwaka 2026 imesababisha vifo vya watu 22 huku wengine wakijeruhiwa vibaya, kwa mujibu wa taarifa kutoka Commission Nationale de Prévention Routière CNPR. Tukio hilo lilihusisha basi aina ya minibus yenye kujulikana kama Yase lenye namba ya usajili ya 6120 AW05 ilikuwa likitoka Lubumbashi kuelekea Likasi na lori aina ya Fuso ambalo halikuwa na namba ya usajili. Kwa mjibu wa shirika hilo la CNPR, watu 18 walifariki papo hapo katika maeneo ya ajali. Watu wengine 4 walikuwa wamejeruhiwa vibaya, walikimbizwa katika kituo cha afya mjini Likasi kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, hali ya majeruhi wao iliendelea kuwa mbaya na hatimaye wote 4 walifariki Jumatano asubuhi, hivyo kufanya idadi ya waliopoteza maisha kufikia watu 22. Madereva wa gari yote mbili pia wanatajwa kuwa miongoni mwa watu waliofariki katika ajali hiyo, kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa baada ya tukio hilo.
Mbali na idadi kubwa ya vifo, ajali hiyo imeibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa barabarani, hasa katika barabara inayounganisha Likasi na Lubumbashi ambayo hutumiwa na magari mengi kila siku. Kwa mjibu wa CNPR, miongoni mwa sababu zinazodaiwa kuchangia ajali hiyo ni ulevi wa dereva pamoja na mwendo kasi. Taarifa zinaeleza kuwa minibus hiyo huenda ilikuwa ikiendesha kwa kasi kubwa kabla ya kugongana na lori la Fuso. Katika barabara ya Lubumbashi kuelekea Likasi, kiwango cha juu cha mwendo kinashauriwa ni kilomita 18 kwa saa. Hata hivyo, CNPR inaonya kwamba baadhi ya madereva hupuuza kikomo hicho na kuendesha kwa kasi inayofika kati ya kilomita 112 hadi 114 kwa saa. Tabia hiyo, kwa mujibu wa mamlaka za usalama barabarani, inaweka maisha ya abiria hatarini. Madereva na watumiaji wengine wa barabara wanaendelea kuwa katika hatari hiyo kubwa. CNPR imeendelea kutoa wito kwa kuheshimiwa kwa sheria za barabarani, hasa katika barabara zenye msongamano mkubwa wa magari. Ajali ya Likasi pia imekuja wakati takwimu za usalama barabarani katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka 2026, takriban ajali 546 za barabarani zimeweza kuripotiwa katika mkoa huo. Ajali hizo zimesababisha vifo vya takriban watu 114. Kufuatia ajali hiyo ya Likasi, CNPR imesisitiza umuhimu wa kuongeza udhibiti wa mwendo wa magari, kupambana na ulevi wakati wa kuendesha, pamoja na kuhakikisha madereva wanazingatia kikamili sheria za usalama barabarani. Kwa sasa ajali hiyo imeacha majonzi makubwa kwa familia za waathirika, huku mamlaka zikikabiliwa na changamoto ya kuimarisha usalama kwenye barabara kuu za Katanga. Hizo zilikuwa ni habari kutokea hapo Katanga na zinazungumzia kuhusu ajali kubwa ambayo iliweza kufanywa. Basi tunaachia hapa kuhusu huko Katanga, tuendelee na habari nyingine. Habari zetu huko Kalehe ambako mapigano makali yaliweza kuripotiwa kati ya vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na vikosi vya serikali ya FARDC vikizidi kupigana na vikosi vya waasi wa M23, na hivyo mapigano hayo yaliweza kufanya hadi wazalendo hao kuweza kurejesha maeneo mbalimbali kama vile Chambobo na Kazinga. Mapigano makali yameendelea katika maeneo mbalimbali ya Kalehe mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wapiganaji wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo wakidai kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vitatu vya ndani vinavyotoa taarifa zinazofanana, wazalendo wamefanikiwa kuchukua tena udhibiti wa maeneo ya Chambobo na Kazinga katika eneo la Kalehe baada ya mapigano makali kati ya pande hizo mbili. Taarifa zinaeleza kuwa wapiganaji wa M23 walikuwa katika eneo hilo walikuwa chini ya uongozi wa kamanda wa brigadi anayetajwa kwa jina la Nsabimana. Baada ya kukabiliwa na mashambulio makali kutoka kwa wazalendo, wapiganaji hao wa M23 wanaodaiwa kujiondoa katika Chambobo na Kazinga wakielekea katika eneo la Numbi pamoja na kwenye milima inayozunguka Chamirongi. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, kujiondoa huko kunadaiwa kuwa na lengo la kujipanga upya na kuimarisha vikosi vyao kabla ya hatua nyingine za kijeshi kuweza kuanza. Hata hivyo, hali ya usalama katika eneo hilo bado ni tete, huku mapigano na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo yakiendelea kuripotiwa siku baada ya siku. Miongoni mwa maeneo ambayo bado hali yake haijaweza kuwa wazi ni Lumbishi, ambako taarifa zinaonyesha kuwa udhibiti wa eneo hilo umegawanyika katika pande mbili.
moja ikiwa ndani ya mikono ya waasi na nyingine ikiwa ndani ya mikono ya serikali. Hii inamaanisha kwamba hakuna upande mmoja unaodaiwa kuwa na udhibiti kamili wa Lubumbashi, hali inayoongeza wasiwasi miongoni mwa wakaaji wa maeneo hayo na wanaotumia njia hizo ili kuweza kusafiri. Wakati huo huo, vituo vya afya katika eneo la Numbi vinakabiliwa na ongezeko la watu waliojeruhiwa katika mapigano hayo. Vyanzo vya ndani vinadai kuwa baadhi ya waliojeruhiwa ni wapiganaji wa kundi la waasi wa M23. Miongoni mwao anatajwa pia kuwa kuna afisa mmoja wa ngazi ya juu mwenye cheo cha kanali ambaye ameripotiwa kujeruhiwa vibaya. Hata hivyo, taarifa kuhusu hali yake ya kiafya pamoja na idadi kamili ya waliojeruhiwa bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka huru. Mapigano hayo yametokea katika kipindi ambacho hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini na bado inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku makundi yenye silaha yakigombania udhibiti wa maeneo ya kimkakati. Kwa sasa hapo ndipo tunamalizia taarifa zetu za habari za siku ya leo. Tunafurahi sana kwako wewe kuweza kutuchagua sisi kama sehemu yako ya kupata habari, kama chanzo chako cha habari. Ili uendelee kupata habari zetu kwa muda, usisahau kuweza kusubscribe na kuweza kuwasha alama ya kengele hapo juu ili uweze kupata notification wakati wote ambao utakuwa ukifungua mtandao wetu au wakati tutakuwa tukiweka habari mpya, unaweza kuzipata kwa urahisi. Hivyo unaweza kushare habari hizi kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao pia waweze kuzipata kwa muda muafaka. Na pia tunaweza kukuomba usiweze kuondoka bila kuachia comment na tujulishe unafuata ukiwa sehemu gani, iwe ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kivu News Info ambayo ilikuwa nakutayarishia habari hizi magharibi ya siku ya leo, tukiwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Asante sana kuwa nasi, na mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele, na hata basi tukutanane katika sehemu zijazo kesho asubuhi. Asanteni.